Mungu anajidhihirisha wazi wazi kwa watu wake. Na ndio maana Mungu ananiambia nikusanyieni watakatifu wa Mungu ili niweze kuwaelekeza watoe dhabihu katika madhabahu. Ukisoma katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 16 na mstari wa 16 mpaka 17, neno la Mungu linasemaje? Biblia inasema mara 3 kwa mwaka, na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana ndio Mungu wako. Mahali atakapochagua katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na katika sikukuu ya majuma, na katika sikukuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. 17 na mwisho, kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadri ya baraka za Bwana Mungu wako alivyokupa. Yesu asifiwe sana. Hapa inaonyesha katika kusanyiko ambalo la watakatifu wasiotiwa chachu. Ninapozungumziwa neno la Mungu nasema watakatifu wasiotiwa chachu. Mahali hapa ni kanisa ambalo linakuwa halina chachu. Chachu inayozungumzia ni machachu ya Mafarisayo inayozungumza kwenye mioyo. Anasema mchungaji anataka sadaka zetu. Hiyo inaitwa nini? Chachu. Kwa nini mchungaji azungumze fedha? Mbona wakati mwingine nilipozungumza mambo mengine na ulisadiki na ulinywa mikono juu na ulibarikiwa? Mungu kwa nini akizungumza kuhusiana habari ya kujenga madhabahu kwa sadaka, kwa nini uanze kudoubt? Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona mtu anadoubt, ndani yake kuna chachu. Mungu anaruhusu, anasema nikusanyieni watakatifu wangu, nao katika siku ile ya nini? Siku ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Maana yake ni nini? Siku ya chuma ambayo ni hii sasa, isiyotiwa chachu. Nao niweze kuwaeleza maneno ya Mungu ambayo wanapaswa kuweza kuyafanya. Na Biblia inaelekeza, anasema hivi, na watu wanapoingia katika hema hiyo ya Mungu ya kukusanyika na kuweza kushiriki ibada ya chuma, wasiingie kwenye hekalu bila kuwa na kitu, au wasiingie na mikono nini? Mitupu. Yesu asifiwe sana. Hapa ndo kwenye shida. Mungu anaelekeza watu wanapokuja kwenye madhabahu kuweza kumtaka Bwana na nguvu zake, wasiingie hemani mikono mitupu. Lakini kanisa la leo anaweza akaja tu, anakuja na masikio, anakuja na nywele, na kuna wakati mwingine hata Biblia kaacha wapi? Nyumbani. Yesu asifiwe sana. Nilielekeza kanisa watu wanunue nini? Biblia. Biblia kwenye simu ni sawa, lakini nunua Biblia hii hapa. Na kama haujui, nyakati za mwisho ishara zote zimefanya nini? Zimeshakamilika. Kilichobakia ni unyakuo wa nini? Wa kanisa. Sijui mimi na wewe ni wakati gani? Kwani vita kila mahali hakuna? Na taifa lililotabiriwa ya kwamba litatoka kutoka mahali fulani litaenda mpaka nchi ya pembeni kwa kupigana na mataifa yenye nguvu lishatimia, ambao Israeli Urusi. Na Mungu ameeleza hivi wazi wazi, anasema ni taifa ambalo litakuwa na nguvu kubwa sana na itatangaza vita, na hii vita itakuja kuikamata, itakuwa ni vita dunia. Leo hii Amerika inajipanga kuanza kupigana moja kwa moja na nani? Na Urusi. Na pale ambapo wataenda kukutana, ndipo hapo mwana wa Adamu atakapoweza kulithibitisha neno lake. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa kanisa ni lazima liwe na macho ya rohoni ya kuweza kujua nini cha kufanya, ya kuweza kujua nini mahali ambapo tunaelekea. Kwa sababu moja, unapokuwa unaweza kuingia kanisani, kama hauna ufahamu uliokuwa kamili, utakuja kanisani kwa mazoea. Usiingie kanisani kwa mazoea. Ingia kanisani ukiwa unajua nini ulichofuata katikati ya madhabahu. Usije kanisani kwa ajili ya kuja kuonyesha sura yako.
Usije kanisani kwa ajili ya kuweza kuonyesha chochote kile ambacho cha kibinadamu. Njoo kanisani kwa sababu Mungu anataka uje muabudu yeye na nguvu zake, na ndivyo Bwana atakapokutokea kwenye maisha yako, kwa sababu ndani yako hakutokuwa na chachu ya Mafarisayo, na Bwana atakuonekania, na sadaka utakayotoa itazaa matunda, na Bwana atakutendea mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sadaka, nazungumzia sadaka. Mungu anaelekeza tusiingie, wala tunapoanza kutoa tusiweze kujitangaza kusema jamani mimi leo napeleka kitu fulani. Hapana. Tukinyanyuka hapa tunatoa sadaka ile Mungu anafanya nini? Anataka. Kwa kila mmoja uwezo wake jinsi ulivyo. Mungu akikubariki mamilioni, toa hiyo milioni. Sasa mtu huwezi kujulikana. Sadaka yako mtu katika kiwango kile cha chini, ulikuwa unapata shilingi 10,000, sadaka bado unatoa shilingi 100. Halafu unasema Mungu nibariki. Kiwango kile kile unachoweza kutoa ndivyo Mungu anavyokupimia kile kile. Mimi nilikataa. Nikasema hivi, Mungu naomba pesa yangu ya mwisho iwe ni shilingi 10,000. Nimeishiwa, sina hela, niwe na shilingi ngapi? Shilingi 10,000. Na mimi nitafanya agano na wewe, nitakutolea 10,000, iwe ni sadaka yoyote ile. Hiyo ni sadaka ya kawaida, nitatoa shilingi 10,000. Yesu asifiwe sana. Iwe ni sadaka nini? Kiwango changu cha mwisho ni shilingi ngapi? Shilingi 10,000. Tangu nilivyoweza kubadilika, tangu nikiwa nipo Dar es Salaam, Mungu hajawahi kuniondoa eti nisiwe na 10,000. Sina hela, nitakwambia sina hela, lakini mfukoni na 10,000. Kwenye akaunti zote hakuna hela, lakini mfukoni kuna shilingi ngapi? 10,000. Ndio agano langu na nani? Na Mungu nilioweza kuwekana naye madhabahu, na haijawahi kutokea nikakosa shilingi 10,000. Miaka sasa hivi yapata kama 18. Haijawahi kutokea mfukoni mwangu nikakosa shilingi 10,000. Haijawahi kutokea baada ya kuweza kujua na nikaweka agano. Yesu asifiwe sana. Kama sina, Mungu wewe unajua kabisa hata kama naitoa shilingi 5,000 ikitokea ni kwa sababu imenikuta nikiwa nayo hiyo, sio eti sina, na siku nyingine nitakuja kuiongezea kuweza kufidia pale pasipo majadiliano. Yesu asifiwe sana. Nini? Nguvu ya sadaka naijua. Nguvu ya nini? Ya sadaka. Mungu anatoa maelekezo. Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie mambo ya kujifunza. Mambo ya kujifunza. Andika kama unaandika, andika mambo ya kujifunza. Jambo la kwanza la kujifunza, sadaka kama ni silaha yako. Sadaka ni kama silaha yako. Sasa unaweza kusema ni silaha tu. Andika, sadaka ni silaha yako. Sadaka ni silaha yako. Kuna sadaka ambayo inaweza kugeuka ikawa nini? Silaha yako. Unafanya kile chochote unachotaka kufanya kwa sababu ya sadaka uliyokuwa nayo. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kitabu kile cha Mwanzo 8:20 mpaka 22. Kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo 8, somaji wangu. Mwanzo 8:20, Biblia inasema. Biblia inasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Akatoa katika yule mnyama aliye safi. Na katika kila ndege aliye safi. Na kila ndege aliye safi. Akavitoa sadaka za kuteketezwa. Akatoa sadaka ya kuteketeza juu ya madhabahu. Juu ya madhabahu. Ishi hapo. Haleluya. Mkristo wa sasa anataka kubarikiwa bila nini? Bila sadaka. Nuhu baada ya kuweza kutoa sadaka, ndipo Bwana akamkumbuka, akamuokoa yeye na familia yake. Na baada ya kumuokoa yeye na familia yake, Mungu akamuonekania ile gharika ilipotokea. Mungu akawahifadhi wakiwa katika ile meli, wakiwa katika ile mashua, wakiwa katika ile ambacho ni chombo. Bwana aliwahifadhi kwa sababu ya sadaka. Sadaka ni ulinzi. Sadaka ni silaha. Sadaka ni mbegu. Unapotoa sadaka, usitoe kawaida. Toa sadaka ukiwa umeshikilia, inenee sadaka yako. Usije ukaitoa tu. Na kama hauwezi kuinenea sadaka, baki nayo. Yesu asifiwe sana. Hatutoi sadaka kwa sababu ya desturi ambayo imewekwa kwamba kuna muda wa sadaka. Hapana. Tunatoa sadaka kama ni sehemu ya agano kati ya sisi na Mungu.